Wakati Samia Suluhu Hassan akigawa rasilimali nyingine muhimu ya Tanzania kwa nchi moja ya Kiarabu, nchi hiyo pia inaelezwa kwamba imegawa uraia kwa mtoto mmoja wa Samia. Makala hii inaeleza kuhusu matukio hayo mawili na athari zake kwa Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa za kuaminika imeelezwa kwamba Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine tena amegawa rasilimali moja muhimu kwa nchi moja ya Kiarabu. Taarifa zinaeleza kwamba hifadhi ya Ngorongoro imekabidhiwa kwa wafanyabiashara wanaotoka Umoja wa Falme za Kiarabu, yani United Arab Emirates, UAE. Katika mkataba ambao umegubikwa na usiri, lakini baadhi wanakwenda mbali na kusema kwamba mkataba huo sio wa ukodishaji bali eneo husika limeuzwa kwa hao Waarabu. Sasa baadhi ya watu wanadhani kwamba mkataba huo ambao umegubikwa na usiri na haufahamiki hasa kwa undani ni lini umesainiwa, lakini taarifa ndio zimepatikana hivi karibuni, wanadhani kwamba mkataba unaweza kuwa ulisainiwa miaka kadhaa iliyopita baada ya Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani. Ikumbukwe kwamba baada ya ziara yake ya kwanza huko kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu, Samia aliingia mikataba 16 kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana wakati huo. Kwa bahati mbaya, katika mikataba hiyo 16 ni mmoja tu ambao ulikuja kufahamika, na mkataba huo ulikuwa ni ule ambao ulipigiwa kelele sana wa DP World. Na hili la Ngorongoro kwa hakika linatonesha kidonda kile cha swala la DP World na bandari ya Dar es Salaam, ambayo mkataba husika uligubikwa na usiri mkubwa, lakini yale machache yaliyofahamika yaliashiria kwamba bandari ile ni kama imeuzwa kwa hao Waarabu, kwamba si tu uwekezaji, lakini yaliyomo ndani ya ule mkataba ilikuwa inaashiria kwamba kama eneo lile limeuzwa. Lakini pia kulikuwa na maeneo mengine ambayo hayako bandarini. Kuna baadhi ya maeneo ambayo yako nje ya bandari ambayo yalihusishwa na huo mkataba, na uligubikwa na usiri mkubwa sana, na zikafanyika jitihada kubwa sana za kuunadi ule mkataba, kwa sababu baadhi ya wabunge walipewa safari ya kwenda Uarabuni, wengine walipewa magari, wengine walipewa majumba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mkataba ule unapitishwa, na baadaye ukasainiwa na unaendelea mpaka muda huu. Kwa hiyo inadhaniwa kwamba katika hiyo mikataba 16 iliyosainiwa wakati Samia alivyokwenda huko Uarabuni, huu wa Ngorongoro nao ulikuwemo katika mikataba hiyo. Kwa bahati mbaya, wengi wa wanahabari, takriban wanahabari wote waliokwenda katika msafara ule hawakuripoti chochote tofauti na kile kilichoripotiwa na serikali, na hili sio gumu kulielewa. Kwa kawaida wanahabari wanapolipiwa safari za nje na kukirimiwa na posho na vitu kama hivyo, wanachoripoti ni kile tu ambacho serikali itawaambia kuripoti. Lakini hilo ni tatizo dogo tu ukilinganisha na hali halisi ya media zetu kwa sasa. Uandishi wa habari kwa sasa umekuwa katika wakati mgumu, napitia kipindi kigumu sana, na ndio maana kuna umuhimu sana wa kuwekeza katika independent media kama hizi. Kuwekeza huko hakumaanishi kutoa fedha, lakini kutoa support ya namna moja au nyingine, kwa sababu tegemeo kubwa la sasa la upatikanaji wa habari ni kwa kupitia vyombo vya habari binafsi kama hizi, ambazo angalau zinakuwa na uhuru wa kufanya vitu kinyume na hao wanahabari ambao wanakabiliwa na changamoto mbalimbali. Sasa hili la mbuga la hifadhi ya Ngorongoro limethibitishwa pia na baadhi ya wakazi wa maeneo ya huko Ngorongoro, kwa sababu imeelezwa kwamba kwa takriban maeneo 5 tofauti, watu wanaoingia katika eneo husika, country code ya Tanzania inabadilika kuwa country code ya Umoja wa Falme za Kiarabu, yani UAE. Sasa katika mazingira ya kawaida hilo haliwezekani, kwa sababu huwezi kuwa ndani ya nchi yako alafu ukaenda sehemu country code ikabadilika. Kwa hiyo ina maana kwamba sehemu husika na country code inahusiana na nchi husika. Kwa hiyo kama kuna sehemu ndani ya nchi ina country code tofauti, ina maana kwamba hilo eneo sio sehemu ya nchi husika. Ina maana kwamba kama kuna sehemu ndani ya eneo la Ngorongoro, hifadhi ya Ngorongoro, ambalo ukiingia country code inabadilika kuwa ya Falme za Kiarabu, Umoja wa Falme za Kiarabu, ina maana eneo hilo linamilikiwa na Falme za Kiarabu na si ndani ya Tanzania. Na katika historia ya Tanzania hakujawahi kutokea kitu kama hicho. Na kimsingi katika dunia hii
ni maeneo machache sana yanayokuwa na mabadiliko kama sana, labda kambi za kijeshi ambazo nchi imekabidhiwa, kama Marekani wana bases zao na vitu kama hivyo, kunakuwa na vitu kama hivyo. Lakini katika mazingira ya kawaida, hasa mbuga za wanyama, uende ukute country code ya nchi inabadilika kwa nchi nyingine, kwa hakika ni mambo ambayo yanatatiza sana. Lakini hilo ni moja uthibitisho kwamba eneo husika ni zaidi ya hiki ambacho kinafahamika. Kwa hiyo hii ni kwa mujibu wa taarifa hizo zilizopatikana. Sasa kwa nini taarifa kama hizi hazifahamiki? Kama nilivyosema kwamba kuna changamoto kubwa kwenye masuala ya uripoti wa taarifa mbalimbali zenye maslahi ya taifa. Lakini ni muhimu, kabla ya kuingia katika tukio la pili ambalo linahusiana na hili, kuelewa mazingira yalivyo kwa kipindi hiki. Kwanza, tasnia ya habari inakabiliwa na changamoto kubwa ya uripoti wa taarifa zenye maslahi ya umma kama hii husika, na kama ilivyokuwa wakati wa hiyo mikataba 16 kwa Uarabuni, kwa sababu idadi kubwa ya watumishi katika vyombo vya habari, hivi vyombo vikuu vya habari, ni watu wenye ukaribu na serikali kwa maana ya taasisi nyingine. Lakini taasisi moja ambayo ina ukaribu mkubwa sana na vyombo vya habari ni idara ya usalama wa taifa. Idadi kubwa ya waandishi wa habari ni watoa habari wa taasisi hii, ni watu wanaotumiwa na taasisi hii. Kwa hiyo zile habari ambazo zinaonekana pengine zitaichafua serikali au serikali zipendi, wanahabari hawa hawawezi kuziweka hadharani. Hiyo ni sehemu moja ya tatizo. Upande wa pili ni wamiliki wa vyombo vya habari. Kwa kiasi kikubwa mapato ya vyombo vya habari yanategemea matangazo kutoka serikalini, na serikali imekuwa ikitumia matangazo kama kitu cha kuvibana vyombo vya habari, kwamba chombo ambacho pengine kinaripoti mambo ambayo serikali haiyataki, basi serikali haikipati matangazo. Na hakuna chombo cha habari Tanzania kinachoweza kusalimika endapo hakipati matangazo ya kutosha, na mtoa matangazo mkubwa ni serikali. Kwa hiyo serikali inapokinyima chombo cha habari matangazo, hicho chombo cha habari hakina uwezekano wa kusalimika kwa muda mrefu. Kwa hiyo wamiliki wa vyombo vya habari wao pia wanakuwa kama watu ambao wanaitumikia serikali kwa namna moja au nyingine, kuhakikisha kwamba media zao haziripoti vitu ambavyo vitaikasirisha serikali. Lakini ukichanganya na hayo yote, kuna huyu msema ovyo ambaye sasa ndio waziri wa wizara husika, Bashite, anafanya mazingira ya habari kuwa magumu zaidi. Lakini hilo ni upande mmoja. Upande mwingine wa tatizo hili ni ukweli kwamba mashujaa, watu ambao wanajitoa muhanga, mengi yanayotokea sasa hivi yanakuhamishwa na ukweli kwamba kujitoa muhanga katika Tanzania yetu ni kitu kigumu, na ugumu wenyewe unachangiwa na kwamba wale waliojitoa muhanga pengine hawaenziwi inavyostahili. Kuna mtu mmoja ambaye pengine wewe utakuwa mpaka leo hujawahi kumsikia, anaitwa Stan Katabalo. Huyu Stan Katabalo alijitoa muhanga kuhusiana na skandali kubwa kabisa ya ufisadi katika eneo la Loliondo, masuala haya ya waharabu na mbuga za wanyama. Kwa hiyo Stan Katabalo alifuatilia kuhusu Loliondo, akaripoti na nini, wakamtoa uhai. Lakini mwanahabari mwingine ambaye japo hilo lake lilikuwa halihusiani na masuala ya rasilimali, anaitwa Azori Gwanda. Yeye alifanya coverage ya mauaji yalikuwa yakitokea eneo la Mkuranga, Kibiti na Rufiji maarufu kama Mkiru. Kwa mujibu wa taarifa, zaidi ya watu 500 waliuawa katika eneo hilo. Hiyo ni story ya wakati mwingine. Kwa hiyo bwana alikuwa anafanya coverage, wakamtoa uhai. Mpaka leo taarifa zake haziko rasmi, lakini kinachofahamika ni kwamba alitolewa uhai. Hawa ni mashujaa ambapo kwa Katabalo alikuwa akipigania kuhusu masuala ya rasilimali zetu, wakati Azori Gwanda alikuwa akipigania haki ya Watanzania kufahamu kilichokuwa kinatokea katika eneo la Mkuranga, Kibiti na Rufiji, lakini wakapoteza uhai. Na leo hii kwa Katabalo, naamini kwamba idadi kubwa ya vijana wa leo hawafahamu hilo jina kwa sababu amesahaulika. Na kwa upande wa Azori Gwanda, pengine watakumbuka watu wawili watatu kwamba jina yake lilikuwa lina trend kwa mtandaoni siku 2-3, lakini kwa sasa limesahaulika. Kwa hiyo katika mazingira kama haya ni vigumu kwa mwanahabari kujitoa mhanga kwenda kuripoti yanayojiri. Kuna mengi yanayojiri huko Ngorongoro, Serengeti, kwenye mbuga za wanyama, kwenye migodi na maeneo mengine ya rasilimali za Tanzania, lakini watu wanahofia kwenda katika maeneo haya kwa sababu hata ukipata na tatizo siku 2-3 jina litakuwa limesahaulika. Lakini sio tu kwenye haya, hata kwenye mambo ya harakati. Tunafahamu jitihada za Deusdedith Soka katika kupigania haki. Nafahamu jitihada zilizokuwa zifanya na Mdude Nyagali katika kupigania haki. Leo hii hawapo midomoni mwa watu, wamesahaulika. Kwa hiyo haya yanawavunja watu moyo wa kujitoa muhanga kwa ajili ya taifa.
Habari ya pili inahusiana na huo umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Taarifa zinaeleza kwamba nchi hiyo imetoa uraia kwa Abduli. Sasa hii inatatiza sana, inatatiza kwa sababu kadhaa. Kwanza, moja ya target kubwa sana za kijasusi ni mtu anayeshikilia nafasi ya uongozi wa nchi ya juu kabisa, yani rais. Kwa Tanzania ni rais, nchi nyingine inaweza kuwa waziri mkuu, lakini kiongozi mkuu wa nchi ni target kubwa ya majasusi wa nchi nyingine. Na wao ili wamfikie huwa wanahangaika kupitia kwa watu ambao wana ukaribu naye. Kwa hiyo kama Umoja wa Falme za Kiarabu ukimpatia uraia Abduli, maana yake wamemfikisha kwa Samia, na hili linatatiza. Lakini pili, Tanzania kwa mujibu wa katiba yake huwezi kuwa na uraia wa nchi mbili. Sasa mtoto wa rais anapokuwa na uraia wa nchi mbili, hii ni kinyume cha sheria na inatatiza sana. Of course tunafahamu kwamba viongozi mbalimbali, kuna waziri mmoja mwandamizi katika serikali iliyopita alikuwa ni raia, ana uraia wa Marekani, lakini pia ana uraia wa Tanzania na alishika wizara nyeti. Lakini pia kuna mtu mmoja ambaye siku hizi amekuwa akizunguka sana huku nje kujaribu kuisafisha serikali ya Samia, na alishawahi kushika nyadhifa mbalimbali huko nyuma, na aliwahi kipindi fulani kujiunga na vyama vya upinzani. Huyu mtu ana uraia wa Marekani, inafahamika, lakini ameshika nyadhifa mbalimbali serikalini na sasa hivi ni mtu wa karibu sana na kitengo. Kwa hiyo haya kwa watawala ni jambo la kawaida, lakini kwa mtoto wa rais hili linatatiza kwa sababu sheria zinakataza, na mtoto wa kiongozi mkuu wa nchi anapovunja sheria haitoi taswira nzuri, lakini pia ni ina najisi ile nafasi anayoshikilia mzazi wake. Lakini la tatu ambalo linatatiza zaidi ni taarifa kuwa Abduli kwa sasa ndio mkuu wa idara ya usalama wa taifa, mkuu asiye rasmi, kwa sababu amepora uongozi wa taasisi hiyo. Hili ni tatizo kubwa, lakini huu sio wakati wa kulijadili. Sasa kwa kuwa na mkuu wa idara ya usalama wa taifa ambaye ana uraia wa nchi nyingine, hili linatatiza sana, kwa sababu kwa hakika hili ni tishio kubwa kabisa la usalama wa taifa letu la Tanzania. Lakini haya yanawezekana kwa sababu kuna watu wamewawezesha. Kuna watu wanayowezesha kwa sababu hawapigi kelele na hawayazui. Je, una maoni gani kuhusiana na haya mawili? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaheri.